Naam, ujambo mahali popote ulipo. Leo hii nataka tuweze kujifunza lugha ya Lingala. Na leo hii nataka tuweze kuangazia nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Kwa hivyo kujifunza katika lugha ya Lingala tunasema yekola. Ndio maana nimeweza kuandika yekola Lingala, yani jifunze Lingala. Kwa hivyo kuna nafsi tatu kama kawaida kwa lugha ya Kiswahili, ya Kimombo na lugha yoyote tu huwa inakuwa na nafsi. Kwa hivyo nafsi ya kwanza, mtu akisema nazalia hawa, nazaa hawa ama nazalia hawa, ni kusema mimi niko hapa. Nafsi ya pili utasema oza wewe sasa. Nafsi ya pili ni oza. Nilivyoandika hapa ozali hawa ama uko hapa. Haya, mtu wa nafsi ya tatu, mtu ambaye ako mbali, tutasema aza, yeye aza ama azali kuna, ama kusema hii ni kumaanisha ako kule. Kwa hivyo matumizi katika sentensi, naweza kutunga sentensi tatu ili kwamba uweze kupata inamaanisha vipi ama uweze kuelewa inatumika vipi katika sentensi. Kwa hivyo nitasema nazaa na mboka Nakuru. Hii ni kumaanisha niko mjini Nakuru. Hii ni nafsi ya kwanza, nazaa ama nazali hawa mboka Nakuru. Mtu wa nafsi ya pili unaweza kumtungia sentensi kwa kusema ozali na kati ya mboka Kisumu. Hii itamaanisha wewe mtu wa nafsi ya pili uko katika mji wa Kisumu. Uko katikati ya mji wa Kisumu. Kwa hivyo tumeangazia nafsi ya kwanza na ya pili. Kwa sababu sina nafasi ambayo inaweza kunitosha, utaniruhusu niweze kukuonyesha jinsi utatumia nafsi ya tatu kwa kurekebisha tu ile nafsi. Kwa hivyo mtu atauliza ndugu yako yuko wapi? Nitasema azali na mboka Nakuru ama avanda na mboka Nakuru, yani anaishi. Kovanda ni kuishi. Kwa hivyo nitasema avandi na mboka Nakuru. Kwa hivyo maneno haya saa zingine huwa yanahitaji kunyambuliwa ama kufanyiwa mnyambuliko wa vitenzi kulingana na sentensi inamaanisha vipi. Kwa hivyo tumeangazia nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu katika matumizi ya lugha ya Lingala. Ili kwamba uweze kuwa unapata kuyatumia maneno haya vizuri, basi ninaweza kukusihi mahali popote ulipo uweze kujituma pia wewe kutunga sentensi ukitumia maneno haya. Kazi fresh ya yekola Lingala. Tuonane wakati mwingine.